Bana, leo nakukaribisha kwenye simulizi ya ajabu. Simulizi iliyovuka mipaka ya utajiri na umaskini. Ni hadithi ya kijana mwenye kila kitu, magari, nyumba na fedha, lakini hana kitu muhimu zaidi, upendo wa kweli. Na ni hadithi inayomhusu msichana aliyelelewa mtaani, aliyetupiwa taka na kila mtu asiyemthamini, lakini alijaliwa hekima na moyo wa dhahabu. Karibu katika hadithi inayoitwa Msichana wa Mtaa. Alikuwa ameketi kwenye kiti cha ngozi ndani ya gari la kifahari aina ya Range Rover, macho yake yakitazama kwa huzuni watu waliokuwa wakipita katika mitaa ya Kariakoo. Huyu alikuwa ni Ryan Kabeo, mtoto wa bilionea mashuhuri nchini, mmiliki wa mabenki mawili, kampuni ya ujenzi na viwanda vya mavazi. Lakini licha ya utajiri aliokuwa nao, moyo wa Ryan ulikuwa na ombwe, pengo lisilozibwa na pesa. Alikuwa amevunjika moyo mara kadhaa na wasichana waliokuwa wakija kwa sababu ya jina lake, si kwa sababu ya moyo wake. Siku hiyo, akiwa ametoka kazini mapema, aliamua kuendesha gari lake peke yake, bila dereva wala mlinzi, ili apate utulivu wa akili. Alikuwa amechoka na kelele za miji mikubwa na maneno bandia ya watu waliomzunguka. Ndipo alipomuona msichana mdogo aliyekuwa ameketi kando ya mtaro, amejifunika kwa mkeka wa plastiki uliochakaa. Mikono yake ilishika bakuli la bati lililochoka sana, macho yake yakizunguka huku na kule kwa matumaini ya kupata chakula au hata sarafu moja. Ryan alisimamisha gari lake mbele bila kujua kwa nini. Kulikuwa na kitu fulani kwenye macho ya msichana huyo, huzuni lakini pia nguvu ya ajabu. "Unaitwa nani?" aliuliza kwa sauti ya upole. Msichana alimtazama kwa mshangao, macho yake yakijaa tahadhari. Hakuwa amezoea kuulizwa jina lake kwa heshima. "Naitwa Tamari," alijibu kwa sauti ya chini, kana kwamba alikuwa anaona aibu juu ya jina lake. Ryan alitabasamu, akatoa noti ya shilingi 10,000 na kumpa, lakini Tamari alikataa. "Nisaidie kazi ya halali, sitaki kupewa kwa huruma." Maneno haya yalimgonga Ryan kama radi. Msichana ameikataa pesa ya bure. Hilo halikuwa la kawaida. "Unaweza kufanya kazi gani?" Ryan aliuliza. "Ninaweza kuosha magari, kupika, kuuza bidhaa au hata kuosha sakafu. Chochote cha halali," alijibu Tamari. Ryan hakujua kwa nini, lakini aliamua kitu kikubwa hapo hapo. Alimkaribisha Tamari aende naye nyumbani kwake, si kama mpenzi, bali kama msaidizi wa kazi ndogo ndogo. Lakini hakuwa anajua kwamba amemchukua mtu ambaye angebadili maisha yake milele. Usiku huo kulikuwa na mvua nyepesi. Gari la kifahari liliposimama mbele ya geti jeupe lenye alama ya dhahabu iliyoandikwa Kabeo Estate, Tamari alishindwa hata kuamini macho yake. Nyumba hiyo haikuwa kubwa tu, ilikuwa ni kama kasri, jumba la kifalme lililozungukwa na miti iliyokatwa kwa ustadi, taa za bustani zinazong'aa mithili ya maonyesho ya ndoto, na harufu ya maua safi yaliyotoka katika ua la ndani. Ryan alimfungulia mlango wa gari na kumpa mwaliko wa heshima aliyostahili. Kisha wakatembea kimya hadi mlangoni, lakini kabla hawajaingia, "Nani tena?" sauti ya kike ilisikika kutoka ndani. Mrembo mrefu aliyevaa gauni jeupe la gharama lenye alama za Louis Vuitton alionekana akishuka kwenye ngazi kwa haraka, akiwa na uso uliojaa mshangao na kejeli. Alikuwa ni Raisa, mpo wa Ryan, ambaye alikuja kuishi hapo kwa muda baada ya wazazi wake kusafiri kwenda nje ya nchi. "Ryan, umeleta mtaa tena nyumbani?" Raisa alicheka kwa dharau. Tamari alinyamaza, macho yake yakitazama chini. Alikuwa amezoea kudharauliwa, lakini kwa mara ya kwanza alihisi aibu ya kweli. Ryan alimkata kauli Raisa kwa sauti ya utulivu lakini thabiti. "Huyu ni rafiki yangu mpya. Ataishi hapa kwa muda na atafanya kazi za usaidizi. Heshimu chaguo langu." Tamari alipewa chumba kidogo kilichopo jirani na bustani, ingawa kwake kilikuwa ni kama hoteli ya nyota 5. Kwa familia ya Kabeo kilihesabiwa kama store iliyorekebishwa. Usiku huo akiwa amelala kwenye kitanda cha spring kwa mara ya kwanza maishani mwake, Tamari alitazama dari la chumba na kutiririkwa na machozi ya kimya kimya. Hakujua kama aliwekwa kwenye nafasi ya majaribu au baraka, lakini alijitahidi. Hata ruhusu dharau ya mtu yoyote kumrudisha mitaani. Saa 11 alfajiri, Tamari alikuwa tayari ameshaamka, amesafisha bustani, amepiga deki korido zote na kuandaa chai ya tangawizi aliyojifunza kuandaa kwa mama mmoja wa mtaa wa Mchiche. Harufu ya chai ilipoenea jiko kuu, mpishi mkuu wa jumba hilo, Mama Mleka, alishangaa. "Nani amepika hii?" aliuliza huku akinusa kama anayefuatilia harufu ya maajabu. "Mimi," Tamari akajibu kwa heshima. Mama Mleka alimtazama kwa mashaka, lakini alipoonja kikombe kimoja tu, Hii chai imekaa kifalme. Unajuaje mapishi ya tangawizi hivi?" "Nilikuwa nauza mtaani mama. Hii ndio chai iliyotufanya tuishi." Mama Mleka alimwangalia Tamari kwa jicho la pili. Hakuonekana kama mtu wa kutupwa. Alikuwa na kitu cha kipekee, akili,
ustadi na tabia nzuri. Siku kadhaa baadaye, Liani alipeleka baadhi ya marafiki zake wa biashara nyumbani kwake kwa ajili ya chakula cha jioni. Alipokuwa na haraka ofisini, hakuwa na muda hata wa kumpanga mpishi wake maalum. Hivyo Tamari akaamua kupika mwenyewe kwa msaada wa mdogo wa mama Mleka. Aliandaa wali nazi na samaki wa kupaka waliopikwa kwa viungo vya asili, kachumbari yenye tango na miwa na juisi ya ukwaju safi kabisa. Wageni walipoonja waliuliza mara tatu, "Mpishi wako anatokea nchi gani?" Liani alitabasamu, "Mpishi wangu ni binti mmoja shupavu mwenye kipaji cha asili." Usiku huo Tamari hakula meza kuu, lakini kila mdomo uliokuwa meza kuu ulimzungumzia yeye. Siku moja Liani alimkuta Tamari bustanini akiwa anaandika katika daftari la zamani. "Unaandika nini hapo?" Liani aliuliza. "Nina mawazo kuhusu biashara ya vyakula vya mtaani kwa kiwango cha kisasa. Najua nini watu wa mtaani wanapenda, lakini najua jinsi ya kuboresha vyakula hivyo katika viwango vya kifahari." Liani alinyamaza kwa sekunde, kisha akasema kwa sauti ya uhakika, "Kesho twende ofisini. Utanieleza hayo mawazo yako mbele ya timu yangu ya ubunifu." Tamari hakuamini. Kijana huyu si tu alikuwa tajiri, bali alikuwa ni mtoa nafasi, na bila kujua alikuwa ameanza kutengeneza kitu kikubwa, si tu mapenzi, bali ni mshirika wa ndoto zake. Mambo yalikuwa yameanza kubadilika haraka sana. Ndani ya muda mfupi, Tamari kutoka mtaa wa Mchicha alikuwa sasa amegeuka kuwa kivutio kikuu katika jumba la kifahari la familia ya Kobeo. Wafanyakazi wengine wa nyumba, akiwemo mama Mleka na mlinzi Shombe, walianza kumpenda na kuona ni mtu anayejua heshima na bidii. Lakini haikuwa hivyo kwa Raisa, mpwa wa Liani, ambaye kwa sasa alikuwa akihisi nafasi yake ya kipekee imevamiwa. Alikuwa amezoea kuonekana kama mrembo mwenye kila kitu: elimu ya nje, mavazi ya gharama na familia ya kitajiri. Lakini ghafla kijakazi wa mtaani alikuwa sasa anazungumzwa kama mwanamke wa ndoto. "Hii siwezi kuikubali." Raisa aliapa usiku mmoja mbele ya kioo chake, "Nitamuonyesha mimi ni nani." Alianza kwa kumdhalilisha Tamari kwa maneno ya dhihaka, mara mwite chokolaa aliyeokotwa katika pipa la taka, mara mbuni wa ndoto za bure. Lakini Tamari hakuwa mwepesi wa kuguswa. Alijua ni wivu. Aliendelea kufanya kazi zake kwa utulivu. Lakini siku moja Raisa alifanya kitu kibaya zaidi. Aliingiza sumu ya chakula kwenye juisi ambayo Tamari aliiandaa kwa ajili ya kikao cha wageni wa Liani. Bahati nzuri, Liani alipoonja kidogo, alitupa juisi ile kwa wasiwasi na kuamuru ikachunguzwe. Matokeo ya maabara yalirudi. Ilikuwa na kemikali ya sumu ya polepole. Liani alishikwa na butwa. "Hii juisi iliandaliwa lini?" aliulizwa kwa hasira. Wafanyakazi wote walitoa taarifa kuwa Tamari hakuwa peke yake jikoni, alikuwa na Raisa. Huo ukawa mwanzo wa mpasuko mkubwa ndani ya familia ya Kabeo. Liani alimkabili Raisa usiku huo, akawa amejaa hasira na fedheha. "Kwa nini unafanya hivi? Kwa nini unataka kumwangamiza mtu ambaye hana kosa?" Liani aliongea kwa sauti ya hasira. "Kwa sababu nakupenda wewe, na siwezi kukubali umpende msichana wa mtaani kuliko mimi," Raisa alisema huku akiwa analia. Lakini majibu yake hayakumgusa Liani. Badala yake akamwambia, "Mapenzi si mali ya damu ya kifalme. Mapenzi ni ya moyo safi, na Tamari yuko na moyo ambao huwezi hata kuuiga." Baada ya tukio hilo, Liani aliamua kumwamini Tamari kikamilifu. Aliamua kumsaidia kutimiza wazo lake la biashara ya chakula cha mtaani kilichoboreshwa. Wakafungua mgahawa ulioitwa Tamu na Asili, mgahawa wa kwanza jijini uliotoa chakula cha kienyeji na cha kisasa kwa bei nafuu, lakini huduma ilitolewa ya daraja la juu. Ndani ya miezi 6, mgahawa huo ulionekana kwenye mitandao ya kijamii. Wanablog wakaanza kumzungumzia Tamari. Vyombo vya habari vikaanza kumuita binti wa mtaani aliyewageuza mamilionea. Watu walianza kumiminika, pesa zikaanza kuingia. Liani naye akatumia uzoefu wake wa biashara ya majengo na hisa. Alianza kushirikiana na Tamari kwa mawazo. Mapenzi yao yakachanganyika na kazi. Wakaanza kuwa timu imara, wenzi wa kweli. Baada ya mwaka mmoja wa mapenzi na kazi, Liani alimpeleka Tamari kwenye bustani ya maua ya Serena Hills, mahali alipochukua pumzi yake ya kwanza kama mtoto. Akiwa amevalia suti nyeusi na tabasamu la upole, alipiga goti mbele ya Tamari huku jua likiwa linazama. "Tamari, sihitaji mrembo wa jina. Nahitaji mwanamke mwenye roho. Na huyo ni wewe. Utakuwa malkia wa maisha yangu." Tamari alibubujikwa na machozi. Aliweza kuona mbali na maisha ya mtaa. Aliweza kumuona mama yake aliyepotea, ndoto zake alizozizika, na sasa ndoto mpya. Ndiyo Liani, kwa moyo wangu wote." Siku ya harusi yao, watoto wa mtaani walialikwa kama wageni rasmi. Chakula kilitolewa bure kwenye mitaa 20 ya jiji. Mitaa ya Mchicha, Mbata, Gerezani
na mikoroshini. Yote ilisherehekea. Tamari hakusahau alipotoka. Alianzisha mradi wa kuwapa wasichana wa mtaani elimu ya upishi na stadi za maisha. Alijenga maktaba ya kwanza ya watoto wasio na kazi, na kila mwezi aliandaa semina ya vijana wa mtaani kujifunza biashara ndogo ndogo. Kwa upande wa Liani, alijifunza somo kubwa. Mali ya kweli haipo kwenye akaunti za benki, ipo kwenye moyo, upendo na utu. Usimdharau mwanadamu kwa muonekano wake. Upendo wa kweli haujui anasa wala heshima za jina. Maisha yanaweza kubadilika kwa moyo mmoja wa dhati, na wakati mwingine tajiri halisi ni yule anayejua kugusa maisha ya wengine, si tu anayemiliki majumba ya kifahari. Huduma hii imetolewa kwa gharama kubwa kutoka kwa mdhamini wetu mkubwa kutoka Marekani. Si mwingine ni DJ Toto Michelle, the international emergency DJ, USA, Canada and all around the world. Yeye anafanya kazi ndani na nje ya Marekani, na ukimhitaji popote pale anafika kwa uharaka. Ndio maana anaitwa DJ Toto Michelle, international emergency DJ, USA, Canada and all around the world. Asante, mimi naitwa Kali Mzalendo.